Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu kuu ambapo katika kaunti ya Trans Nzoia maafisa wa EACC walivamia boma la gavana wa kaunti hiyo George Natembeya usiku wa kuamkia leo, jambo ambalo limezua hisia mseto kutoka kwa wakazi waliofurika nje ya boma hilo, na polisi walikuwa na kibarua kigumu kuwaokoa maafisa wa EACC waliovamiwa na wakazi hao wenye hamaki na kuzuiliwa kwa muda kabla ya kutoka katika boma hilo. Wakati hao wamekabiliana na polisi asubuhi nzima, tunaungana na mwanahabari wetu Macharia Mbugua moja kwa moja. Macharia, iwapo unanipata kikamilifu, pengine tueleze, je, wamempata gavana huyo Natembeya nyumbani kwake ama hali iko vipi kwa sasa tunavyozungumza? Ni kweli wa kesho, kulingana na semi zake kiongozi wa Wiper hapo jana ya kwamba tume ya EACC itaweza kuvamia boma lake la gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, na hii leo EACC waliweza kuamkia asubuhi na mapema na kuenda katika boma hilo. Lakini kinyume na matarajio yao, pia kulizuka tu vurugu moja kwa moja kutokana kwa wakazi waliojawa na hamaki ambao waliweza kuzingira boma hilo, na huku tu wakidai tu kwamba wanataka kujua ni kwa nini maafisa hao wamefika hapo kumtafuta gavana wao ambao wanamuaminia kwa ndani ya kwamba hana makosa yote. Aidha, EACC imeweza kutoa malalamishi yake ikisema kwamba wanajaribu kufanya upelelezi kwa gavana, kujua tu kwa madai ya matumizi mabaya ya ofisi na pia kutoa zaburi kiholela kwa njia isiyofaa na ya kupendelea. Lakini ila ya haya yote, maafisa hao walijikuta katika hali tashwishi na iliyobidi polisi kuingilia kati kujaribu kuokoa pale ambapo gari lao lilivamiwa, likabomolewa na kuharibiwa na wakazi hao wenye hasira. Hapo baadaye polisi pia waliweza kukosa njia ya kutoka, na kwa kweli ilibidi kuingilia kati na ule mwakilishi wadi wa eneo la hospital hapa kaunti hii ya Trans Nzoia ambaye ni bwana Eric Wafula, na hapa niko naye hapa. Ni yeye ndiye aliweza kutoa maafisa hao hapo pamoja na maafisa wa polisi, kwani walikuwa washazuiliwa kabisa, hawangepata njia yote ya kutoka. Labda tu kabla nizungumze naye kwa ufupi, ni kwamba barabara hii limeweza kufunguliwa tu hivi sasa, ikizingatiwa kwamba vijana hao pia wenye hasira waliweza kusonga huku mbele na kufunga hii barabara kuu ya kutoka Kitale kuelekea jiji la Eldoret kwa muda na kuzuilia magari kwa muda, lakini polisi wameweza kuifungua muda mchache uliopita. Bwana Eric Wafula, naweza zungumza na wewe. Ilibidi wewe kuingilia kati hii leo. Ni wadi yako ambapo gavana Natembeya anatoka katika eneo lako hilo la hospital. Labda tunaweza tuelezea kama viongozi wa eneo hili mmeweza kujuzwa na EACC kwa nini shughuli hii yote imeweza kuamka asubuhi wa leo? Kwanza, kwa majina naitwa Eric Wafula. Mimi ni MCA hapa Wosto Ward penye gavana anaishi. Leo hii tumeamkia mapema sana na wananchi wale wananchi wenye walikuwa wanaishi karibu na gavana wanapeleka watoto shule, wakatuambia kwamba maaskari wamejaa kwa gavana. Jambo lenye limetushangaza kwamba walikuwa watu wa EACC walikuwa wamekuja kupekua na kuchunguza kwamba kuna vitu zenye wanatafuta kwa mheshimiwa gavana. Yale yenye yalikasirisha wananchi. Tangu juzi jana mheshimiwa ule wa internal security Murkomen alikuwa hapa akapatiana vitisho. Juzi waheshimiwa wengine tena kina Oparanya walikuwa hapa wakapatiana vitisho. Kina mheshimiwa Alan Chesang wanapatiana vitisho. Na sisi kama wana Trans Nzoia tumekuwa tukiishi kwa amani. Leo hii tumeshangaa ni kwa nini wameamkia kwa gavana kwamba anastahili achunguzwe, na kwa muda hii wote hatujiona makosa yoyote yenye gavana Natembeya amefanya. Na ndio nataka kuambia rais kwa kauli moja, yale yamefanyika kwa gavana, kama watu wa intelligence wanaweza mwambia ukweli, hapa Trans Nzoia asicheze na mheshimiwa gavana George Natembeya. Labda tu mheshimiwa, unaweza tuelezea, mmeelezwa ya kwamba wewe ni mwakilishi wadi na nyinyi ndio ambao mnaweza kuangazia kaunti yenu na kuangalia shughuli pia za gavana. Ni kweli kwamba madai ya EACC ya kwamba gavana amehusika na shughuli kama hiyo ya matumizi mabaya ya ofisi? Hakuna kitu yenye kimetushangaza. Walikuja hadi kutafuta sijui mambo ya pesa. Hata hao wenyewe wakati wananchi wamefamia magari zao, hao wanalalamika kwamba wananchi wamechukua pesa. Ati wananchi wamechukua pesa zao. Sasa ndio naona hii uchungu yenye wananchi wako naye. Kama walikuwa wamekuja kuchunguza vitu masuala za ufisadi, pesa kwa magari zao zilipatikana namna gani, ndio wananchi wakachukua. Na ndio tunawaambia sisi hapa Trans Nzoia tunafanya kazi kwa msingi ya katiba. Mheshimiwa gavana anafanya kazi
wangetaka kujua ni vipi vitu gani zinaendelea, wangetuambia tuwatembeze. Lakini kuanza tu kukuja kwamba wanatafuta, walipekua, tumepekua nao kila mahali, na vitu zenye wamebeba sio vitu za maana. Ukiangalia makaratasi zenye wamebeba, makaratasi sijui karibu 5 ama 6, na kompyuta yenye bado iko mpya, tablet bado mpya, simu bado mpya. Hiyo kweli mnaweza enda kwa gavana kuchunguza kwamba amefanya vitu ya ufisadi, na vitu yenye wamebeba hiyo haihusiki, hata sioni kitu yote yenye inahusika na masuala ya ufisadi hapo. Na tena ukiwauliza wenyewe kwa nini wameamukia kwa gavana asubuhi, hata wenyewe wanasema hapana, sisi tumeambiwa tu aende mchunguzi. Na ndio nataka kuambia serikali hii, Trans Nzoia, kuanzia kwa rais, wewe unaitwa muongo. Hapa Trans Nzoia tunasikia kwamba vitu zenye huko wanatupangia. Ukiangalia tumekuwa tukiishi in peace, lakini mnataka kuanza kuongea mambo ya tribal clashes, muwekee gavana huyo, na kuhakikishia mimi kama kati ya viongozi. Sawa. Sasa hayo tu ni madai kutoka kwa mwakilishi wadi wa kaunti hii ya Trans Nzoia. Tunajaribu kufuatilia tukitaka kujua pale alipo gavana, ikizingatiwa kwamba kesho ulikuwa umeniuliza gavana yuko wapi. Ni swali ambalo pia sisi tunajiuliza, na pia najua hata maafisa wa EACC pia wanajiuliza yuko wapi, lakini tutazidi kufuatilia taarifa hii na kuwajuza watazamaji yetu kwa taarifa zetu za baadaye hapo saa 1, saa 3 na siku zijazo. Narudisha kwako kesho. Ama kweli, asante sana Macharia Mbugua. Bila shaka akiwa katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia utakuwa unafuatilia kwa kina, alafu kisha tumpakulie mpenzi mtazamaji wetu kwenye taarifa zetu zijazo. Lakini mtazamaji, bila shaka hata hapa jijini Nairobi, kumbuka kuna mkutano wa baraza la magavana humu nchini ambao wamekuwa wakikongamana hapa Nairobi. Tutakuwa tunafahamu, je, gavana huyo yuko miongoni mwa kikao hicho na atakuwa na yapi ya kusema iwapo yuko pale kuhusiana na tukio hili nzima.